Skauti wa Simba ajiweka pembeni, afichua ishu nzito. Kuondoka kwa Dalda kumetokea wiki chache tangu aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo Fadlu Davis kuikacha Simba na kujiunga na Raja Casablanca. Skauti mkuu wa Simba amejiuzuru. Melis Dalda, raia wa Uholanzi ambaye ni chifu skauti wa Simba, ametangaza kupitia ukurasa wake wa Instagram kujiuzuru wadhifa wake ndani ya Simba, huku akiweka wazi kuwa sababu hajioni kama anapita njia moja na mwelekeo wa klabu kwa sasa. Yaani yeye ana vision nyingine, ila kinachofanyika ni kingine. Kwa mujibu wa taarifa za ndani ni kuwa hata uteuzi wa kocha Dimitri Pantev ulipangwa wazi na skauti mkuu, maana yeye ndio alikuwa wa kwanza kugundua kuwa kocha hana vigezo na aliwasilisha klabuni, ila tayari klabu ilikuwa tayari imefanya maamuzi tena ya mtu mmoja tu, huku tayari wakiwa wamelipa gharama zote. Taarifa zaidi ni kuwa cheo alichopewa Dimitri ni kuziba blanda iliyofanyika na wala haukuwa mpango wa klabu. Baadhi wana mpango wa kujiuzuru. Sababu zinazoweza kuwa zimechangia mtu au skauti au mtu yeyote katika benchi la ufundi kujiuzuru. 1. Mabadiliko ya uongozi wa kiufundi. Wakati kocha mpya anapowasili, huenda akaja na timu yake ya ufundi, ambayo inaweza kumaanisha kwamba baadhi ya watu walio katika nafasi ya skauti hawataendelea na majukumu yao chini ya utendaji wa kocha mpya. 2. Kuto kukubaliana na falsafa ya kocha. Kocha mpya anaweza kuwa na mbinu, mfumo au matarajio tofauti ya jinsi ya kusaka wachezaji. Skauti anaweza kujiona hana nafasi ya kutekeleza kazi yake kwa namna anavyopenda chini ya utendaji wa kocha mpya. 3. Kupunguza migongano au restructuring. Mara nyingi usajili wa kocha mpya huambatana na marekebisho ya sura ya benchi la ufundi. Hii inaweza kuleta kazi mpya, kupunguza staff, kubadilisha idadi ya scouts au kuunda vyeo vipya. 4. Matakwa ya kibinafsi. Skauti huyu anaweza kuwa na sababu ya kibinafsi, familia, ofa nyingine, migogoro ya kazi ambazo zimezidishwa na uteuzi wa Pantev. Mkataba wa nafasi ya kuendelea. Inawezekana kwamba mkataba wake wa skauti alikuwa anamtegemea kocha aliyekuwa hapo awali, na kuja kwa kocha mpya kunaweza kupunguza usalama wa nafasi yake, hivyo kusukuma aweze kujiuzuru. Uteuzi wake kama skauti mkuu. Mei 2023, Simba Sport ilitangaza kumteua Melis Dalda, raia wa Uholanzi, kuwa skauti mkuu. Uzoefu wake kabla ya uteuzi: amefanya kozi mbalimbali za kusaka vipaji, ikiwemo zile ambazo ziliongozwa na David Hudson, skauti wa zamani wa Manchester United. Anajulikana kuwa na ujuzi wa ligi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Anazungumza lugha kadhaa: Kiholanzi, Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa na Kiswahili kwa kiwango fulani. Majukumu yake ndani ya Simba: kutafuta na kupendekeza wachezaji kwa benchi la ufundi, kuchunguza ubora wa wachezaji waliopo klabuni na wale wanaofikia kutoka nje, kupunguza makosa ya usajili, kwa mfano kulinda klabu isitumie mawakala bila ya utafiti wa kutosha, kuipa Simba machaguo mengi ya wachezaji, kufanya scouting kwa maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi, pia kuchambua mwendelezo wa wachezaji kama ana uwezo wa kuendelea ustawi wao kiufundi, tabia na kadhalika. Mapendekezo au matokeo yaliyoshuhudiwa: Simba alikuwa akilaumu makosa ya usajili hapo awali ambayo yaliepukika kutokana na uteuzi wa Dalda. Kuna maoni kwamba baadhi ya usajili uliodaiwa kutofaulu ulichangia matatizo katika timu. Hata hivyo, katika dirisha la usajili moja, Simba ikapata nyota wengi 13 kati ya 15 wapya waliopitishwa na skauti huyo, ikiwa aidha kwa mswada au kwa ushirikiano na uongozi na benchi la ufundi. Hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika barua kwamba amejiuzuru ndani ya klabu ya Simba. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, fuatilia Neli TV. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu
pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye chaneli yetu ya Nile TV. Nilikuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady. Hadi wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.